Hello, popote ambapo unaendelea kufuatilia kituo hiki bora kabisa cha matangazo cha NYTV ukiwa na mimi Messi Malwi. Ni matumaini yangu ya kwamba unaendelea kubarikiwa sana na vipindi mbalimbali, matukio mbalimbali ambayo tumekuwa tukikuletea kupitia kituo hiki bora kabisa. Wewe ambaye umeendelea kuchagua kuwa mdau mzuri kabisa wa kituo hiki bora. Basi niko hapa katika mkoa wa Shinyanga na niko katika mji wa Kahama, na yawezekana hujaelewa haswa NYTV hapa Kahama tuko kwa ajili gani, lakini nikukumbushe kwa wewe ambaye pengine au nikutaarifu kwa wewe ambaye ni kwa mara ya kwanza unatusikiliza. Tuko hapa Kahama kwa siku 8 za kongamano la neno la Mungu ambalo limeanza Jumapili, na tuko na mtumishi wa Mungu mwinjilisti Christina kutokea kule mkoani, kutokea kule Sumbawanga, na Mungu amekuwa akimtumia kwa namna ya kipekee sana. Leo ni siku ya 5 ya kongamano hili ambalo linaendelea hapa, na hakika tumeendelea kumwona Mungu sana. Mungu ameendelea kufungua watu, Mungu ameendelea kutenda mambo makuu na ya ajabu sana, na ameendelea kupokea shuhuda mbalimbali kutokea katika mikoa mbalimbali ambapo Mungu ameendelea kutenda kwa ajili ya watu wake. Na tumepokea ugeni na tumepokea watu kutokea kule Katoro, Geita, wamefika hapa kwa ajili ya kongamano, na tukatamani kuzungumza na hawa watu. Ipi ilikuwa shauku yao kutokea kule Katoro? Tunaamini Katoro ni mbali, lakini ni kitu gani ambacho kimewasukuma huyu mtu mume pamoja na mke wake wakashawishika kuweza kufika kwa ajili ya kushiriki katika kongamano hili hapa katika wilaya hii ya Kahama? Na bila shaka watakuwa na mengi ya kuzungumza ambayo bila shaka hata wewe ambaye unatufuatilia yamkini hujaona uzito wa kushiriki katika kongamano hili. Ona, kuna watu ambao wametokea kule Katoro na wameshikwa na shauku ya kutamani kuja kusikia, lakini pia kuona kwa macho. Wakati mwingine kuwepo kwenye tukio kuna uzito zaidi kuliko ile kusikiliza kwa mbali. Wewe ambaye utapata neema ya kushiriki katika kongamano hili uko maeneo ya jirani, nikutie moyo kuweza kufika katika kongamano hili. Kuna kitu ambacho Mungu atafanya katika maisha yako. Na tuko pia na mchungaji mwenyeji ambaye ndo waandaaji wa kongamano hili, mchungaji Raymond Msengi. Tutapata pia wasaa wa kuzungumza naye. Anaelezeaje ugeni huu kutokea kule Katoro? Watu hawa wameonyesha shauku na nia ya kutamani kumwona Mungu kweli katika maisha yao. Kipi ambacho anachakueleza kama baba ambaye amefikiwa na ugeni huu kutokea kule Katoro? Lakini pia anazungumziaje kongamano kufikia leo siku ya 5, mwitikio upoje? Lakini wewe ambaye bado hujapata wasaa wa kushiriki, basi atapata wasaa wa kukualika wewe kushiriki katika kongamano hili likiendelea leo siku ya 5, lakini tunao siku ya kesho, tunao Jumamosi na Jumapili pia unaweza ukafika kwa ajili ya kushiriki katika kongamano hili, na Mungu wa mbinguni akubariki sana. Mtazamaji, kama ambavyo nimekuambia, tuko hapa Kahama kwa siku 8, kongamano zuri kabisa ambalo limeanza Jumapili, na tumekuwa na mtumishi wa Mungu mwinjilisti Christina kutokea kule Sumbawanga, na kongamano linafanyika hapa katika kanisa la TAG Calvary Temple linaloongozwa na mtumishi wa Mungu mchungaji Raymond Msengi, na tukatamani kuzungumza naye. Anazungumziaje kama mwenyeji wa kongamano hili? Anazungumziaje kongamano hili? Leo ni siku ya 5 litakapokuwa likiendelea hapa mpaka siku ya Jumapili, mwitikio upoje? Lakini pia amepokea wageni jana kutokea kule Katoro. Anazungumziaje pia hawa watu ambao wamekuwa na ile kiu na shauku ya kuweza kutamani kufika katika kongamano hili? Baba, shikamoo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Amen. Hongereni kwa kongamano. Asante sana. Naomba tuanze kwa kukufahamu vizuri, ni nani, na kama una title yoyote pia utatuambia. Karibu. Amen. Mimi naitwa mchungaji Raymond Msengi. Mimi ni mchungaji wa kanisa la TAG Kahama Calvary Temple. Tuko hapa Kahama mjini kabisa, tuko City Center. Na namshukuru sana Mungu pia mimi kwa neema ya Mungu ni mtunza hazina wa jimbo hili la Shinyanga Kusini. Na mshukuru Mungu kwa neema hiyo ambayo amenipa
kwa majira haya na nyakati hizi. Pia nitumie sasa nafasi hii kumshukuru sana Mungu ambaye ametupa neema hii ya kuwa na kongamano hili. Kimsingi ni kongamano la uamsho na ni kongamano la baraka sana, ambalo mtumishi wa Mungu mwinjilisti Christina Daniel kutoka pale Sumbawanga amekuwepo hapa akihudumu tangu tarehe 19 kwa maana ya Jumapili, na mshukuru sana Mungu kwa ajili ya maono haya ambayo ametupa kwa wakati huu ambapo tumekuwa na wakati mzuri sana wa kuwa na kongamano hili la baraka sana. Najua sio kwa akili zetu za kibinadamu, najua ni kwa sababu Mungu ana mpango na kanisa lake. Mungu ana mpango na watu wake. Na unajua tuko kwenye majira ya miaka 13 ya moto wa uamsho. Hiyo ni dira ya kanisa letu la Tanzania Assemblies of God, kanisa la nchi. Kwa hiyo tunafanya kila namna kuhakikisha kwamba kanisa linaamka, kuhakikisha kanisa linarudi mahali pake. Kwa hiyo tunatumia njia mbalimbali pamoja na kuwa na makongamano kama haya. Tumeliandaa kongamano hili kwa muda sasa na hatimaye sasa tunaendelea. Niseme tu kwa kweli mwinjilisti Christina nafikiri ndio anaye trend kwenye mitandao sasa hivi. Maana nilikuwa naongea na mchungaji mmoja yuko Lindi, nilipomuelezea akaniambia yani huyo dada sasa hivi ndio anaye trend kwenye mitandao. Kwa hiyo mambo yanaenda, taarifa zinafika, na kwa kweli mimi niseme tu kwamba huyu dada Mungu amempaka mafuta kwa ajili ya huduma hii. Mungu ana mafuta mengi, na ninaamini sio yeye, ni kwa neema ya Mungu. Neema ya Mungu iliyo juu yake imemwezesha kufanya huduma yake iwe kubwa sana. Naiona huduma yake ni kubwa sana. Kwa sababu hata akisimama kuhubiri, unajua mtu akisimama kuhubiri unaona namna ambavyo Mungu anamtumia. Anaongea maneno ya kawaida yale ambayo tumeyazoea siku zote. Neno la Mungu ni lile ambalo tumelizoea siku zote, lakini likija linakuja na nguvu isiyo ya kawaida, na watu wanahudumiwa kwa kiwango kikubwa sana. Na mimi najua Jumapili sikuwepo pamoja, hatukuwa pamoja kwa sababu nilikuwa na mkutano Mwanza, na nilipomaliza tu nimerudi hapa. Lakini nikiwa Mwanza nilipigiwa simu nyingi na watu waliohudhuria siku ile ya Jumapili. Nilipata simu nyingi, watu wananiambia kwa kweli baba, hujakosea kumleta huyu mtumishi kwa ajili ya kongamano hili. Kwa hiyo ninamtukuza sana Mungu kwa ajili ya jambo hilo, na kwa kweli mimi sina lugha yoyote ya kusema, najua tu ni Mungu aliniongoza. Na kimsingi nilikuwa nimemfuatilia muda mrefu. Nilikuwa namfuatilia. Kwa hiyo baadaye nikagundua ana kitu cha kimungu. Sasa kwa sababu ana kitu cha kimungu, nikaona ni vizuri aje. Na wakati anahubiri pale Ubungo ndipo nilipofanya maamuzi ya kumpigia. Nikaongea naye, nikamuomba aje, tukapanga tarehe hizi, hatimaye kongamano linaendelea. Sasa niseme kwa habari ya kongamano hili. Kwa kweli kongamano hili ni kongamano la baraka sana. Mtazamaji, unaponitazama popote, naomba nikwambie, huna sababu yoyote ya kujichelewesha. Najua watu wana maswali mengi, wanajiuliza vitu vingi, unakuta mtu ana matatizo mengi, lakini ametulia anajiuliza
na wengi wamekuwa wakienda kwenye njia zisizo sahihi, wameamua kutumia vitu ambavyo sio sahihi. Nataka nikualike wewe ambaye upo popote, karibu kwenye kongamano hili. Jana nimepokea watu kutoka Katoro. Yule ndugu, wale ambao utakuwa unafuatilia chombo hiki cha NYTV, nadhani utakuwa umeona kuna ndugu alikuwa wamejieleza toka hiyo kwenye kipindi chetu kilichopita cha jana, siku ile ya 4. Alieleza namna ambavyo shetani amemtumikisha kwa kiwango kikubwa sana, hasa kwa mambo ya ulevi, na alikiri wazi kwamba amekuja ili aje akutane na Bwana na ametoka mbali. Lakini kuna mtu huko Kahama au kwenye maeneo ya jirani na Kahama, unaweza kuwa na shida zako nyingi, unatamani Mungu akufanyie jambo. Naomba nitumie nafasi hii kukukaribisha kwenye kongamano hili. Hili kongamano linaweza kuleta majibu au masuluhisho ya mambo ambayo yanakukabili. Najua tunakabiliwa na vitu vingi. Watu wana mambo mengi magumu, mazito. Naomba nitumie nafasi hii. Tuna mtumishi ambaye Mungu anamtumia kwa kiwango cha juu sana. Naomba nikukaribishe Mtanzania popote ulipo, hata kama uko mbali. Najua mimi nimekuwa nikishuhudia wakati mwingine watu wenye shida wanaona kiongozi wa serikali yuko mahali fulani, hata kama ni nje ya mkoa wake, atamfuata ili atoe majibu ya maswali yake. Mimi nataka nikuambie, kuna mambo ambayo hayana masuluhisho kwa wanasiasa wala kwa viongozi. Suluhisho linakuwa ni kwa Mungu peke yake. Kwa hiyo naomba niwakaribishe watu wa Kahama. Karibuni sana. Hatutozi fedha wala hatuombei watu kwa fedha. Tunaombea bure. Kwa hiyo karibu sana, na Mungu atakutana na wewe. Na muamini Mungu kwa sababu naona mambo yanayoendelea na mambo yanayofanyika nyumbani mwa Bwana. Karibuni sana. Kanisa letu la TAG Kahama Calvary Temple liko mjini kabisa hapa Kahama, na lipo tu hapa nyuma ya soko la wakulima la zamani. Kwa hiyo naomba niwakaribishe sana sana sana, na ninawapenda sana sana. Mimi kama mchungaji kiongozi wa kanisa hili, shauku yangu ni kuona watu wanakutana na Mungu. Ndio maana tumeandaa kongamano hili. Kongamano hili tunatumia gharama nyingi kuliandaa, lakini ni kwa ajili yako wewe Mtanzania. Ni kwa ajili yako wewe mtu wa Kahama. Ni kwa ajili yako wewe mtu ambaye uko karibu na maeneo ya Kahama, mikoa ya jirani. Na wakaribisha sana, na Mungu awabariki sana. Mtazamaji, kama ambavyo nimekuambia, leo niko na wageni kutokea kule Katoro, na hawa ni wageni ambao wamekuwa ni wafuatiliaji wazuri sana wa kituo hiki bora kabisa cha matangazo cha NYTV, lakini pia wamekuwa ni wadau wazuri sana wa kufuatilia makongamano au mafundisho ya mtumishi wa Mungu Christina, na wametokea kule Katoro, wamefika Kahama baada ya kusikia yuko hapa kwa ajili ya kongamano, na tukatamani kuzungumza nao kipi haswa ambacho kimewapelekea wao kuweza kutoka Katoro. Tunaamini kutoka Katoro kufika Kahama kuna kaumbali kidogo, lakini lingine la kufurahisha zaidi ni watu ambao wamekuja kuweka kambi kabisa hapa kwa ajili ya kupata mafundisho haya. Basi ninawakaribisha sana tunapokwenda kufuatilia mahojiano haya pamoja na watu wa Mungu hawa kutokea kule Katoro. Mama, Bwana asifiwe. Amina. Bwana Yesu apewe sifa mtumishi. Habari za kwako? Ni njema tu. Habari za huduma? Habari za Katoro huko? Huko ni njema, tunamshukuru Mungu. Nyima nini Katoro huko? Maana Katoro imekuwa imekuwa famous sasa hivi. Labda madini tu na samaki kwa wingi. Maana niko karibu na ziwa kule. Naomba tuanze kwa kukufahamu majina yako. Mimi kwa majina naitwa Grace Leonard. Natokea huko Katoro. Sehemu moja naitwa Butundwe huko.
Mwenyeji kabisa wa huko Katoro? Nimekuwa mwenyeji, maana niko na shughuli ambayo naifanya kule. Hem, tuambie kutoka Katoro mpaka Kahama kuna nini huku? Katoro kufika huku ni kwa ajili ya kongamano na semina ya mtumishi Christina Daniel. Christina ulianza kumfahamu lini? Nianza kumfahamu kama sio mwezi wa pili mwishoni kwenda wa tatu. Maana ndio nakumbuka nilipata simu yeye kubwa. Na siku nilikuwa kazini nafungua naingia kwenye mtandao. Nikamuona ameandika Christina Daniel na shuhuda zake sasa. Naanza kusikia ushuhuda mmoja katika maisha aliyoyapitia. Kwamba akiwa na umri mdogo mambo mengi aliyapitia. Kuna ushuhuda mmoja kanivutia kwamba kuna wakati walianza kumtafuta kwamba sasa leo wameamua wamfanya baba yake kwamba hata kumua tu atoweke. Akatafuta mahali pa nipitie wapi nitoke katika nyumba hii alipokuwa amejificha. Akawa amekosa, akasema sasa mimi nimeamua tu kama nikufa nifanyaje, nife tu basi. Anasema amekaa tu pale, cha ajabu akawa wamepita wala hawamuoni, na huku wakati yuko pale pale. Anasema kwamba mapigo yake ya moyo yalikuwa yanaenda mbio kama mtu alikuwa anasikia, lakini cha ajabu hawakumuona. Kwa hiyo nikavutiwa zile shuhuda zake zile, hata wakati kwamba alidumbukia kwenye shimo, lakini aliona mtu anamnyanyua kumtoa wapi? Kule kwenye shimo. Hata nimefuatilia kwamba alienda tena katika mto kwamba ajitose huko, lakini aliokolewa. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo nikawa nafuatilia. Hata niliposikiza zile shuhuda zake, nasema Mungu ni halisi. Ukiamua kumwamini yupo kabisa na anafanya. Mimi kupitia zile amenijengea kuwa na imani, kunyanyuka, yani imani kutoka chini kwenda juu, na ninakuwa naona mabadiliko. Nikaa natamani lini nitaonana naye. Nikaa nafikiri kwa mawazo yangu labda siku moja nitaenda hata kwake Tumbe Sumbawanga huko, nitamtembelea nione tu, maana niliposikia mahubiri yake napata nini? Amani. Nitamani fanya nionane tu naye. Nikaona kumbe aliwahi kwenda hata Dodoma, kasema siku nyingine au akileta semina tena Dodoma nitajitahidi fanyaje nifike. Kumbe Mungu alivyoajabu, kuna muda si mrefu alikuwa Ubungo kule. Mimi kila semina nilikuwa nafanyaje, nachukua, nasikiliza, nachukua nasikiliza. Kasema namtumia tu ujumbe, leo nimejifunza somo hili. Nikasikia naongea na AI, mimi nilikuwa sijui kabisa. Kumbe kuna mfumo wa AI tena. Basi kamwambia mtumishi barikiwa, maana nilikuwa hata sijui AI, lakini nimejifunza kupitia wewe. Haya, ndio akaniambia kwamba nikimaliza hapa kwenye tarehe 20 nitakuwa wapi? Kahama. Nikasema basi Mungu ni mwema, alikuwa na makusudi kwamba tunaona, yani hapo nitajitahidi kwa gharama yoyote. Nifanyaje nifike hapa Kahama na mimi tuonane uso kwa uso, nisikiliza ngao mafundisho yake. Ndio sababu imenifanya kufanyaje kufika hapa nijifunze. Kwa kweli Mungu ni mwaminifu. Alijua siku kwamba tufanyaje tutakutana leo. Ni furaha tu mimi. Hatimaye leo nimemuona, maana ameijenga imani yangu, kweli nimepata mabadiliko. Nimempenda. Kuna vitu vingi unakuta mahubiri mengi yanarushwa mle, lakini unakuta mengine sina muda, lakini mimi imekuwa yamejaa na mfuatilia. Hata moyo wangu nikaa namuonyesha, nasikia mahubiri haya, namsikizisha. Maana yeye ana shida ya kunywa, naweza kakiri dakika ngapi anarudi mle. Nikaa namsikilizisha. Na kutoka huko mwambia twende, hakujua kwamba naenda wapi, namwambia tu tunaenda wapi nyumbani, maana niombe kadikizo nataka nikimbie nyumbani. Na yeye anaelekea Mbeya, akamwambia tupite kwanza wapi? Kahama. Kuna mahali napita kwa ndugu. Tunafika kanisani, aamini mwenyewe kumbe yuko unanileta hapa. Cha ajabu ameingia tu mtumishi akasema, wewe si ndio yule ulikuwa unanionyesha Christina huyu? Sasa umenifanyia surprise ya Mbona anatokwa na machozi sana? Ni kitu gani kilimfanya analia hivyo? ya labda yeye mwenyewe atasema tu
kwamba ni kitu gani ningefanya mpaka wakati mwingine labda kukumbuka namna anavyopita maisha yake, maana shida kubwa ni kunywa. Maana imefanya mpaka kula anakofanyia kazi wakamchoka sasa. Akaamua wamrudishe sasa kwao. Huenda akikaa karibu hata na ndugu anaweza kufanyaje? Kuogopa au kuwa na hofu ya kuacha kunywa. Ni teso ambalo limemtesa kwa miaka mingi. Miaka mingi. Kwa kipindi ambacho umekuwa ukimwonyesha hizi haya mafundisho ya mtumishi Christina, kuna kitu cha tofauti kilijengeka kwenye maisha yake unavyoona wewe? Labda ndio anaendelea kujifunza. Maana alikuja kwenye tarehe 14 huko. Tuna siku tangu mwaka jana mwezi wa 11 ndio alienda kule Mbeya. Ila alirudi tu kufuatilia taarifa fulani zikamilike za uhamisho. Nimemsikizisha tu muda sio mrefu. Wiki kama 3-4 hivi. Lakini bado hali simu kama mnamuona anakunywa. Ameombewa jana hapa. Mabadiliko yapoje unavyoona mlivyolala na kuamkia leo? Leo anasema kwamba najisikia tofauti, ni mwepesi mno, tofauti na alivyokuwa. Na mimi haja yangu tu nimekuja nikutane na Mungu kama mtumishi wa Mungu alivyokutana naye kwa uhalisia. Na imani kajengeka, hata mimi sina mashaka, sema Mungu ni halisi na mimi nitamuona katika uhalisia. Maana ni mengi umevumilia, mengi ni aibu unayabeba ni kwa ajili yake. Natamani kuona kuna uhuru katika familia yangu ili iwe na furaha. Na kitu gani kwenye maisha yako unatamani Mungu akifanye pengine kupitia ili kongamano, maana kutoka Katoro mpaka kufika hapa, pengine kuna vitu ambavyo unahisi vinakusumbua kwenye maisha yako au kwenye familia ambacho unatamani Mungu akifanye? Kipo Mungu mwenyewe tu anakijua. Na mtumishi labda ndio nitamwambia. Natamani tu kuona mabadiliko na kufunguliwa kwa familia kutoka katika vifungo mbalimbali. Ili na mimi ninaposimama mbele za Mungu hata nikiwaambia watu iwe imetokea katika familia yangu. Uhalisia wa Mungu uanzie katika familia. Na kuona kabisa mwenzangu ameacha hata kama ni kunywa, matukio ya ajabu yaache. Huo ndio utakuwa ushuhuda kwa watu wakiona. Mungu ni mwaminifu. Mungu ni mwaminifu, naamini atafanya. Kwa sababu tayari Mungu naona ni kama ameshafanya. Ilikuwa sijui kwamba ni lini tutakutana na mtumishi. Lakini cha ajabu leo imekuwa. Kwa hiyo Mungu kumbe alijua tangu zamani kwamba utakutana na mtumishi wa Mungu. Una neno gani kwa wafuatiliaji na watazamaji, lakini pia wale ambao pengine wako mkoa wa hapa Kahama na pengine hawajaona uzito wa kushiriki kwenye ile kongamano? Wewe ambaye umetokea Katoro kufika hapa, una wito gani kwao? Mimi nawaambia tu kwamba wampende Mungu tu, yupo. Mungu ni mwaminifu. Wahudhurie tu, wasikilize habari za Mungu, wawe tayari. Mungu yupo na kweli ni halisia kama mtumishi anavyosema Mungu ni halisi. Ni halisi kweli. Ni halisi kwa sababu gani? Mimi mwenyewe tu nikijiona ni halisi. Mungu nilitokea wapi? Unajiuliza wewe mwenyewe tu. Inatosha kusema kweli msemo wa mtumishi Mungu ni halisi, ni kweli. Hata shuhuda zake tu inatosha kusema Mungu ni nani? Ni halisi. Kwamba niko hapa natafuta maadui, wananitafuta alafu wasinione. Kweli Mungu yupo, kumbe tuna ulinzi wa kutosha. Ni sisi wenyewe kumbe tunakuwa na hofu na mashaka. Lakini tukiamini Mungu anafanya. Mimi nasema tu Mungu ni mwema na ni mwaminifu. Basi nikutakie pia kongamano jema na Mungu afanikishe ile haja na kiu ya moyo wako iliyokufanya utoke Katoro kuja hapa Kahama. Amina, Mungu atafanya kwa sababu niko hapa na mmenrekodi na maana dunia nzima itajua na Mungu lazima atafanya. Asipofanya sasa lazima Mungu anafanya. Kwa hiyo hapa mmeweka kambi kabisa mpaka kongamano liishe.
Nilikuwa najua kwamba mnafanya asubuhi na jioni. Kwa hiyo najua asubuhi leo nitakuwepo na mchana na kesho asubuhi, ili mchana niweze kuondoka, maana naelekea Simiyu. Na mwenzangu hata sasa kesho itabidi niende. Utashiriki la leo? Leo nitakuwepo. Haya, Mungu awabariki sana sasa. Na wewe pia Mungu awabariki, aendelee kuwatunza ili injili iendelee kuhubiriwa kupitia kituo hiki kinaitwa NYTV. Mungu awabariki. Mimi nilikuwa nakuona kwa nani, nimeanza kufuatilia na kuona tu. Hatimaye Mungu leo ametukutanisha. Mungu ni mwaminifu. Karibuni pia Katoro jamani, mlete injili kule. Tutakuja Katoro. Karibuni. Mungu wa mbinguni awabariki na endelee kuwatunza ili na wengine ambao hawajasikia neno liweze kuwafikia kupitia nyie. Bwana Yesu asifiwe. Amina mtumishi. Karibu tukufahamu. Asante. Anaitwa Robert Mwankemwa. Natokea Katoro. Geita. Nimekuja mimi na mke wangu hapa baada ya kusikia kama kutakuwa kuna mkutano wa injili hapa. Lakini mwenyewe sikutegemea kama hii hapa hali inaweza kwa kweli ni kweli Christina Daniel. Ndio maana hata jana nimeingia hapa ndani. Nikashtuka nikamwambia mke wangu, mbona ule ambaye kila siku oga namwangalia usiku online. Kuna siku nimekuja mwezi wa 6 kumjia mchungaji huyu, lakini kupitia simu. Alikuwa anatoa nasaa fulani kama mpata shida sana wazazi hawakutaka kabisa 1 2 3. Mache clip ziko online na kweli nimezishuhudia. Na mimi nikasema tukaungane naye hapo sasa. Ndio maana nilikuwa natakiwa niondoke jana, lakini nikalazimika tena siku hii niongeze. Bado nile neno. Ndio. Kitu gani kwenye mafundisho yale ambao mke wako alikuwa anakusikilizisha ukawa unatazama kupitia simu? Kuna vitu gani ambavyo viligusa maisha yako kwa utofauti ukatamani kumuona siku moja? Kwa moja kuna clip moja akiwa anatoa historia. Alikuwa anatoa historia mchungaji Christina. Kama wazazi walikuwa wataki afanye hii kazi ya Bwana, hii kazi ya Mungu. Kuna wakati paka alikuwa amekimbia anadai, lakini walikuwa wanataka wamuue kabisa. Lakini kwa bahati mbaya alikuwa anatetemeka, lakini walikuwa wamuone. Akabaki anastaajabu. Ndio nilikuwa ninasukumwa sana nimuone. Na kweli nimefurahia sana, nimefarijika. Ndio maana hapa siku ya leo nimesema bado nataka bado tupige injili hapa. Unafikiri kupitia yale mafundisho uliposikiliza zile shuhuda, kuna vitu gani ambavyo umejifunza wewe binafsi? Nimejifunza na kuamini. Biblia naiamini. Kwa sasa naiamini vizuri sana. Hata jana tu baada ya kuguswa tu pale nikapata baraka sana. Hapo nikajiona nguvu zimeisha jana. Ulikuwa na kitu gani ambacho kinasumbua maisha yako sana? Yaani shida kubwa mimi ilikuwa ni pombe. Yaani nilikuwa angalau inataka tu niwe nakunywa kama vile naendeshwa na pombe. Kwa hiyo nikasema sio mbaya. Mke wangu na yeye yupo. Tumesema basi tufike. Ilikuwa natakiwa aende hivi, mimi nisafiri niende sehemu nyingine. Lakini kwa hiyo nimelazimika na leo niwepo. Niliona ulipofika hapa mbele jana ulikuwa unalia kwa uchungu sana. Kuna kitu gani ambacho ulikifikiria kikakupa uchungu mpaka ukalia kwa uchungu namna ile? Nimelia kwa uchungu pale. Kwa sababu kwanza sikutegemea niseme. Yaani mimi sijawahi kuhudhuria labda mikutano kama hii ya kiinjili, na mtu nikimwona online kuja kumshuhudia pale, yani kama ndo hii hapa, na mimi nilikuwa ndo ghafla nikawa sijele. Yaani furaha ikanizidia furaha, nikajikuta nalia kwa furaha hiyo hapo. Kwa kweli nimefarijika sana. Najua na nimekombolewa. Hiyo hali ya pombe imeanza kukusumbua toka lini? Hii hapa ni muda mrefu sana. Niseme kuanzia mwaka 2011. 2011. Ndio nianzaga kwanza kutumia hivi vitu hivi. Lakini bado vikawa vinazidi kuenda, najitahidi wapi. Najaribu hata kujifungia mwenyewe tu basi nisitoke, lakini kampani zile pale zana labda ningekuwa inanipelekea 1 2 3. Ila kwa ukweli nataka nianze kujiangalia kuanzia ile pale jana. Hii leo bado nataka nijiangaze.
na leo ndio nataka niwahi mapema sana kwenye mkutano hapa leo mwandishi. Unafikiri jana baada ya kuombewa pale, kuna hali gani ulisikia ndani yako binafsi? Ni kama shoti kuja kujikuta nipo chini pale, kama nilikuwa nimeshashuka chini. Kwa hiyo nikaamini mpata nguvu nyingine, yani kama waya umeme ukiugusa hivi, ule mtetemeko tu ule, nikajiachia pale. Ndio. Baada ya hapo ulisikiaje ndani ya moyo wako? Moyo wangu ulikuwa una amani sana. Nikajiona mwepesi sana. Hata wakati nakuja kumwekea mwanangu hapa mkono, kwanza naona kama sijabeba kitu, naona ni mwepesi, yani nimekuwa mwepesi kila kitu yani. Mwepesi. Na hii nakwambia ni mara ya kwanza mimi kuhudhuria mikutano ya Injili kama hivi. Sijawahi kuhudhuria. Nilikuwa napitaga zamani nikiona sio kila mzee Sikulola. Nilikuwa nawasikiaga tu, lakini naonaga mikutano ile pale kwa sababu nimekaa nikasikiliza. Ni mara ya kwanza jana. Wewe jana umeongozwa rasmi sala ya toba? Nimeongozwa rasmi sala ya toba na mchungaji Kristina pamoja na mchungaji Msengi. Sala ya toba jana nilipata. Kwa hiyo sasa unajisikia amani ya moyo na unatamani kuishi haya maisha bila shaka? Amina. Natamani maisha kama haya. Na nimeona mbona nyinyi wote mna furaha, sisi tunapotea vipi huko? Ndio maana na amani sana. Na huu shuhuda wangu nadhani Mungu ndiye anajua yeye mwenyewe. Najua sio hapa tu, hata Sumbawanga siku moja nitafika. Nije nishuhudie Kristina ndo nyumbani na wewe huko. Kwa hiyo nashukuru sana. Unafikiri kwa siku hizi ambazo utakuwepo hapa kwa leo tena, kuna kitu gani ambacho unatamani Mungu akifanye kwenye maisha yako cha tofauti? Kwa kweli Mungu mimi hapo anachokiomba aweze kuisimamia familia yangu. Familia yangu, hata watoto wangu sitaki wapitie sehemu ambayo nimepitia mimi. Hiyo ndo naikataa. Na leo nipo kwa ajili ya kuiombea tu familia wanangu. Wasipitie hali ambayo mimi nimepitia, maka ni mateso pia. Mungu akupe haja ya moyo wako na ile shauku, kwa sababu umeanza maisha mapya ndani ya Kristo, bila shaka kila kitu kitakuwa kipya. Amina mtumishi. Nashukuru sana. Tutakie pia kongamano njema na safari njema utakaporejea. Nashukuru sana. Asante. Okay.